Kona moja kwa moja kwa mzee Bakari Baraka atuelezee the history of the community of Muslims in Kitui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazee ukumbuka. Wazee sisi jamii ya Kiislamu katika huu mji, ukiangalia yale makaburi yana miaka mingapi? 1818 yale makaburi, sababu kulikuwa makaburi ya Waislamu, Waarabu na Waswahili. Kulikuwa na mabora, kulikuwa na makoja, kulikuwa na serikali hospitali. Hiyo miaka huu mji wa Kitui tangu uanzwe ulianzwa ni jamii ya Kiislamu kama wabiashara. Wengi hawakuja kwa dini. Waislamu wale walikuwa wanatoka Mombasa, pande za Lamu, pande za Mambrui, pambo za Udigoni, wengi walikuwa wanakuja kibiashara. Wakipata biashara, wengine wanawacha mabibi zao kwenda wakiwa wahaba. Sasa mji ukikuwa sana, labda Kitui ikikuwa sana, akitupa Mambrui, akitupa Mombasa, akiketi Kitui. Huu ni mji una history ya Kenya, sababu kuna wakati wana kila saa ma lecturers ma universities kuja kuniuliza tueleze siri za Waarabu walikuja huko vipi, tupe siri za Waswahili kutoka Mombasa kuja huko, na uteneza kitabu, nateneza vitabu vingi. Na mfano ukiangalia ile nyumba ya Nasoro, simuone ile nyumba ya Nasoro sasa ina miaka karibu 150. Hiyo ndio nyumba ya kwanza hapa, ile nyumba ya Nasoro. Na ukitizama mbao zake zilikuwa zatoka India na mabati yatoka India. Ukenda ile mbao hata sasa haina mchwa. Na wazazi katika mji wa Kitui umeanzwa katika ofisi ya DC. Pale ofisi ya DC mwaiona, hapo ndio ulikuwa mji wa Waswahili. Ile miti ya migandi weiona pale, wakiteneza vyoo kujengea huo mgandi ukikua, sababu wazungu walikuwa watukutu, wakaondoa kutoka kwa DC wakaja hapa kwa survey. Wale na umri wa miaka 50 60 waliona kuna kabanda kalikuwa kamoja pale, na kale kabanda ndio kalikuwa kasomea wazee. Hata mzee wangu alisomea pale. Wakarushwa kutoka survey. Tazama mzungu alivyo mtukutu, akawarusha kutoka survey akawatia polisi ndani. Sasa hapo polisi ndio mji wa Waswahili. Na nani muangalie kuna misufi mingapi? Wajua Waislamu wa Kitui wana hofu, hata kwenda polisi waogopa. Basi na watuma mwende mkaangalie Kitui. Hapo polisi pana misufi mingapi? Mimi na ile ilobaki sasa history
Sasa walipotoka hapo Standard Bank, wazungu wakatupa kutoka hapo Standard Bank, na kutupa ni kuwashwa moto zile nyasi, wakaenda Standard Bank, Waislamu wakaketi pale, sababu mzungu huyu ni mtukutu, akawatoa hapa akawaletekeza Mbwani. Mwana watu wenda tu. Najua nyinyi mna hofu, hasa nyinyi hata vijana hofu. Nyinyi mkizunguka kila mtu hapana muone ni hofu, akiona mzungu yakimbia, kimwona Mkristo yakimbia. Sasa mwendavi mna hofu, ikiwa munzikwa 1818 hapa. Wale wengine walikuwa wazikwa zamani, sheria za mila ya Kikamba, ukifa mwanaume akifa au bibi akifa, ufungiwa katika ile nyumba, alafu ikatafutwa majani yakafunikwa. Basi hiyo area yote iwachwa sasa, sababu sije ikalete maafa. Mwingine akifa vile vile uona injengo, alafu ikatafutwa miba ikafungiwa mlango, ikaambiwa hii tuifunge sije ikalete maafa Tanga. Lakini Waislamu sababu ya uhifadhi wa Kiislamu na ustaarabu wa Kiislamu, pale walipokuwa wenda wajenga vyoo, waketi, wana msikiti na madrasa. Sasa walipotoka hapo sasa mkaengwa kisiwani, sasa kisiwa Swahili Village, Pandu mzunguko hivi katika kisiwa kile cha Mombasa, mzunguko hivi. Simwasikia historia ya watu wa Kitui pale ilitoka. Sasa misikiti katikati ikawa karibu misikiti mitatu. Kuna msikiti wa juu huwa katikati, na hapa kwa Mosila katika kona hapa na Bangi mpya palikuwa na msikiti hapo. Hapana, wa Maboro tulikuwa pale chini, palikuwa msikiti mdogo kama kuswali watu 20-30 hivi, upata kama. Sasa katika mji kule kwanza tulikuwa tunataja Waislamu walikuwa na mashamba, sababu ukitizama hapa sasa, kutoka hapa maendeleo yake kuteremka hivi mpaka Kalundu, karibu kwenda kwa Usufu wa Mola. Hapo Kiswahili walikuwa waja katia, wajua Waswahili wana hofu, sina mna hofu. Hata wanawake wakiketi hawezi kuwa na kasida. Ulisikia wanawake hapa kiimba? Msasikia siku moja Wakitui mama? Kuna malenga mmoja ana nyimbo hakuna. Hata kuna mtu mwingine alikuwa hapa tarumbeta, alikuwa na tarumbeta ipya, akijapiga matindi alipige. Alipokufa ile tarumbeta pale pa kurithiwa, mwana tarumbeta mwenda toa goti Mombasa, aje kuimba wapi? Ndio tabuya. Sasa hapa nao pakawapaitwa Kalala, kutoka hapa kwenda hivi mpaka chini, serikali wanaandika Kalala. Upande wa kwangu Bondeni nabakia mimi mwenyewe na Ahmed Waislamu. Hapo upande wa Bondeni palikuwa paitwa jamaa Ahmed, upande wa kwenyu huko palikuwa paitwaje, kwenda karibu na makaburini? Hapana, kama wewe ni upande huo Bondeni.
Sasa hapo ilikuwa ni mji wa Waislamu, mandizi ya makojozi. Hawa watu walikuwa hawajui kupika makojozi. Makojozi yalikuwa pika na Waislamu. Makojozi yalikuwa Pandoko, na kuna shamba kubwa lilikuwa la mzee Kavyu. Mzee Kavyu babake aliwa Kavyu, kuna shamba kubwa sana hapo. Hata ukienda sasa upande wa kwetu utakuta kuna miti mikubwa ina maua, na miti mingine na karibu miaka 200. Tukaruka upande wa kwa Pelela sasa, hapo ofisi ya county government Manyenyoni, ilikuwa ni Pelela. Goa mmoja alikuwa Pelela. Goa alikuwa nguvu zaidi ya serikali katika idi kama hii sasa hii, ung'oa miogo, miwa, madizi, mapera na ndoo nyingine ndio pesa zintiwa ndani. Sasa waenda kitu pia watu vijana tukikusanya pesa kitia mfukoni, miogo, mpaka kwenda Manyenyoni kule kwa chifu kwetu Manyenyoni. Upande mwingine kwetu Kasasi, sijui kama mwajua hivyo. Watu Majengo mwajua hilo jina la Kasasi. Sasa uko kote hiyo nchi ilikuwa ya Waislamu, lakini muna haya Kituisku. Tukipitia hapa kwa Katembo tukaenda ile inaitwa Kituisku, hapo ndizo makojozi mpaka uwanjani wa skuli Kituisku. Ukienda upande uenda kukuta familia kina Hafidhi, Alimulanga, kina nani hapo, ilikuwa itwa Kathomekeimu. Sababu wa mtukutu wa mzungu wakaondolewa hapo. Sasa wazee kina Kibwana na Kestai, kina Ali Kadhau, kina Mzee Baraka, kina Usufu wa Mola, kina Kalo na wale wengine wakachanga pesa. Nasema nikiwa naelewa. Kwanza mimi sili mairungi. Mkisikia kisema hivyo sili mairungi, sivuti sigara na sinywi tembe. Hao wazee wakanunua mji wa Majengo. Nani ajua hivyo? Watu hadi kadhaa, kuna mtu hadi kadhaa hapa. Hebu inue mkono nione. Daktari, inua mkono. Munaona? Sasa mji ukagawanywa, ikaambwa sasa sababu tumfukuzwa Kituisku, hatukulipwa ni serikali, tutakatia watu. Na ukikatiwa si gharama nyingi, debe la mafuta taa. Debe la siwana Waislamu walivyo na nguvu na Waislamu walivyo na mpango, lakini muna hofu. Mukiketi muna. Sasa ikajengwa, watu wakajenga, wale wanaona tamaa kuchukua 2 wanaochukua kiuza. Masharti jamaa tusiwauziwa misheni, sababu uwanja ni wa msikiti. Uwanja ni wa watu wakasema, kwani wa msikiti lazima tuenda msikiti? Si unaona hata sasa kuna fuja tu ya viwanja misikiti. Sasa tukawa na hofu. Kuna wakati nikaita wazee fulani, sitaki kuwataja majina yao, kawaida serikali kanieleza nendeni mketi chini, sababu
tutaweka kamati ya kuchunguza wale walionyanyaswa na kunyang'anywa ardhi zao. Na kitabu nikaita wazee, tukaja tukapanga, tukashauriana. Siku ya kwanza, siku ya pili, ngiangalia nyuma, jamaa watatoroka, ninabakia peka yangu. Ngauliza watu wasi wana hofu jamaa. Ngachukua tu hicho kitabu ngakieka, kiko hapo hapo. Kikitaka kutumiwa kitawasha majiko au mambo mengine. Sinasikia pale tulianza mambo mengi tumefanya hapa ya kuwa sisi tujisimamia, lakini tuna hofu na tuna chuki. Tuna hofu, tuna chuki. Wewe ukiwa na hofu, ukiwa na chuki, uwe tajiri, uwe nani, hauwezi watu nchi. Watu nchi hauwezi. Si unaona, alhamdulillah, juzi nyama zinkuja. Sisi nkuja nyama vizuri sana, za ng'ombe, za mbuzi, za kondoo. Kuna mtu ambaye za kuja akiwa na nia safi kama sikupata kitu. Na ukimwangalia ikawa ni kweli. Wengine wana fitina na kuna wengine wana kweli. Sababu ule utaratibu vile vile nao ni mbaya na tuna hofu. Ukitizama sehemu nyingi, kusudi nifupishe na niwarudisha katika mambo ya hizi baraza, ni uwanja huu ulikuwa waitwa BAT. Kweli hapana kweli? Ngawalete barua ngawambia ni mimi nilinyang'anya BAT, mweza kubali au mweza kataa? Hata hizi goli hizi na baada mngenipa msafu naweza kwenu hivi. Hizi goli hizi mimi nilipeana nikiwa chief. Hizi nilipeana hizi goli, ngatoa kwa MOTC pale, zikatiwa goli pale. Uwanja 1972 ngautoa kwa BAT ngaulete direct katika Muslim school. Direct Muslim secondary school. Lakini Waislamu naketi pale nyumbani, naketi najiwa ni watu wa China kutoka pale kwa Ngomoli, kutoka kwa mpaka Muslim secondary school, hiyo area yote ivunjwe pamoja na vyoo vya skuli na upande mmoja wa secondary. Ikiwa kuna mtu anaweza kukubali, awe nazungumza, akubali. Akiwa akatai. Nikaja, watu wamekuja na mapu kutoka Nairobi, nikawaambia mimi nilikuwa chifu hapa na najua mipaka mizuri sana ya hapa, tueleze. Nikawaambia nendeni mpaka kwa Ngomoli, mtakwenda mkote chuma kiko katika utakuta chuma kintiwa katika simiti na kinjikunja. Pikon injikunja, sijui iko iling'olewa iko Naambia simama hapo, mtu wa survey Nairobi. Haya, twende. Tukapanda hapa,
Tukaenda pale barabara ya lami, ngawambia mpaka wa town ni katikati ya Kitui School na town. Wale wasapata rada hapa, wakaletwa wakaja mpaka wakakuta kigingi barabarani. Ikawa hapo ndio, na kama hakukuingiliwa hiyo skulu upande mmoja ingeondoka, sababu mambo ikiingia ni kuondoka tu. Ngawambia sasa kimbieni mmoja mpaka multipurpose. Akaenda multipurpose kule kwenye vile vyao, wakaenda kwa na plan, akasema basi tunatosheka. Sasa kuna wakati fulani sasa, hiyo ya mipaka si munasikia, mukitaka tutaulizana. Kuna viwanja vingi vya serikali vimechukua, vya Waislamu vimechukuliwa. Kuna hospitali yanachukuliwa, kuna makaburi yanachukuliwa, kuna skuli zinachukuliwa, nursery school, primary school zinachukuliwa. Mtaziuliza mkiwa na makini na mkipiga moyo konde. Sasa tuingieni katika mambo yale ambao sasa mwayaona. Tulikuwa na mpango tulipokuwa katika uongozi na wazee, vijana, wazee, tulikuwa na uongozi watufanye kazi kama timu, na hiyo timu ikatulete mpaka ikawa lazima tuwe na idi baraza hivi. Kulikuwa kwa pikwa keki, kulikuwa kwa pikwa sambuza, kulikuwa kwa pikwa biskuti, soda. Na hiyo mpango ulikuwa mpango ni wazee. Simunasikia na watajia wazee kina Usufu wa Mola. Labda wengine wamjui Usufu wa Mola, wengine wamjui Kalo. Sasa tukawa tuna baraza la idi. Idi saa 8 tuwe na baraza. Na baraza ni kuhitaji baraza zetu ambao si Waislamu waone ustaarabu wa Kiislamu. Wengine tuwe tuna mpango tutakutana na viongozi. Na tukisema viongozi wakati ule si ati tukutana na viongozi wa siasa. Viongozi wa siasa hiyo ni kibe. Watu wa siasa ni mambo ya kibe. Tia mkono mfukoni upate ukose. Tulikuwa tuweishi, lakini tulikuwa twamuita DC akiweko, tumuite mkubwa wa polisi akiweko, tumuite mtu wa usafi akiweko, tumuite DEO wa elimu akiwako. Ikiwa kuna waziri, ikiwa central, sababu tulianza hata na kina Kenyalili na Ndoto, hiyo kazi waliifanya. Hata ni vile nachelewa ndio nataka kualeta hizo picha mweke kidogo. Pale mkikutana mbandika bali picha mwaziona, mkikumbuka wazee. Sasa kuwaita faida yake, kwanza hatumshtaki mtu, tumswali idi, tukula vizuri, nao wageni wankuja watakula wanywe. Sasa twawaita kwa maslaha yetu. DC tukija, kuna kijana au mzee au mama
anaambia wewe kazi yako utasemea kitu hiki. Mimi nilikuwa sisemi katika hivyo vitu, hata akija ndani nilikuwa sisemi, sababu sasa nitawaita na ningesema mimi. Sasa mkutano ni wa nini? Ikiwa mimi nawaita, mimi naamua kila kitu, kila mtu tulikuwa tunapangia wewe kazi. Sasa ukitizama tuna ugonjwa, ati mtoto akaenda shule na nguo ni balaa. Situngutu si walifukuzwa? Si walifukuzwa? Si ulikuwa? Walifukuzwa. Mimi nakwambia msichana mmoja wa Kavemba alikuwa asomea Madhale. Mwezi wa Ramadhani, mimi na marehemu Azizi wa Sheikh Salim tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, tuenda kila skuli tupeleka tende na kumwambia principal, hawa wamefunga, si maabusu, chakula chao tukwambia mwapikie pilau, lakini kiwekwe jikoni kiwe na moto. Ikifika saa 1 wale huyo mwalimu wa Madhale akenda, mtoto akabeba, akenda akatupa hivyo vitu. Nilimwandikia director wa education barua, asubuhi alikuwa yuko Madhale, huyo mwalimu. Bwanake akaja akaniuliza, alikuwa Mmero, sijui aitwa nani, mbona ngawambia uanchezea dini, na sisi Waislamu dini yetu haichezewi. Na mwambia sasa leo sikia Waislamu wasema takbir, ukisikia Waislamu wasema takbir kimbia kusaribika. Mwalimu maskini akaniambia basi nawacha. Ngambia okay mwalimu, tutasameane. Sasa kitu kile tunataka kuzungumza, mambo ya Idi Baraza ina faida sana, sababu viongozi wote mnasikia yantajwa, viongozi wote mnasikia yantajwa hapo. Ni vyombo muhimu sana, ni vyombo, sababu ni vyombo muhimu sana. Sasa Idi Baraza simunsikia pale tulianza, na simunsikia vile afaa iweko. Wale wakubwa wote, hata wale wakutoa ndudu, wajua kuna watu wana ndudu hawana dawa za kupoza, na ukienda kwa daktari hapa akwambia hapana, mimi sijui kupoza ndudu, lakini daktari wa ndudu akija, ndudu zitafanya nini? Zitapoa. Sasa tuwe na utaratibu huyo, wasichana mwe na kujitolea. Kwanza kujitolea, kabisa. Tungubaliana na tusikizane na tujaribu sisi wenyewe hivi, tunketi hapa tujue si tuweza kufanya kitu. Ati sisi hapa Waislamu hapa Kitui, Muislamu wa Kitui yote wanaweza kufanya kitu mpaka tusaidiwe, mpaka dini wewe. Tujitolee, atukatai tajiri akilete aweke, lakini na nyinyi jifunzeni, sababu sisi kama Waislamu mambo ya Kiislamu tuwatupa. Mimi ningewaomba kina mama 3, 4, vijana 3, 4 na wazee 2. Mimi kila siku mtindo niko nao,
Maalim Safari, Maalim Muhammad. Ijumaa pili mimi saa nyingine wakati pale msikitini watoto kwa madrasa wakitoka huja ngeitoto wake misheni, nikamwambia njoo hapa. Wewe watoka wapi? Natoka kanisani. Naomba na ile sadaka umpewa ni mamangu sokula. Anambia sikula, ninatoa. Unatoa ngapi? Ninatoa 20. Alafu za mama 50. Hebu niambia katoto na mamake anatoa 70. Mamake na katoto ngapi? Na tizameni umati vile wapata. Watu watakata jenga gorofa. Watakata jenga gorofa. Mwalimu atakata apata mshahara mzuri. Ati sisi tuongojaje? Leo ngoja tumuone Huseni kidogo ende atulizie Nairobi. Kwani watu wa Nairobi nao wana dhiki, na wenda dhiki zao ni kubwa, lakini wajifunga, watoa. Tujifunzeni kutoa, tusiketi kama jamii ya Kijaluo, sababu jamii ya Kijaluo hata kukifa Mjaluo leo hapa bweza kuleta nyumba ikabakia tupu. Nyumba ikafanya nini? Kabakia tupu. Hata kukifiwa nao laini za pilau nyingi zifanye nini? Zifanye nini? Na maamri ya nazi asubuhi afanye nini? Na kula merungi saa zile watu wako katika eda mfanye nini? Sasa ngojeni, kuna kitu kidogo hapa. Kuna kasichana kamoja kwa Mama Dianzolo, village administrator, yuko hapa? Hayuko? Sasa huyo mumshike shikio hivi. Na nyinyi mko watu wabaya sana. Nyinyi azoa nake. Mkashike katoto wako shikio hivi. Ako ndio kanona pesa za county government. Ako village administrator, mipango yote ya maendeleo, misaada yote ya maendeleo iko katika katoto kepi? Mwende pale kwa chifu. Na kikataa moja mniambie. Kakikataa kuangalia vile tunazungumza, niwaoneshe. Tuko sawa hapo? Bwana Hussein, administrator, project zote ziko chini ya mtoto huyo. Na mimi ningemuuliza, ananiambia wao ende kumuuliza kaka kuna pesa. Unaona? Sijui kama unielewa. Unielewa? Pesa za serikali zote za kwa gavana, pesa ya gavana na mtoto huyo. Kitu kingine ni habari ya Waislamu. Tusikizaneni hapa, kuna bomu kali hapa. Halo? Mwajua siku hizi mwala nguruwe na nyama za mfu. Nyinyi msakula nguruwe zikawaingia shingo. Nyinyi umekula nguruwe na mfu msakula. Sasa hata mkuomba vipi kwa Mungu amutakabaliwi? Si ndio? Muislamu kula nguruwe? Nguruwe? Kula nguruwe wewe? Ukiwa Muislamu alafu ingia msikitini? Najisi. Kitu kingine ni hichi, bomu nyingine ni tusikizaneni. Mwana msikiti wa chini wanajenga vipi?
Mashaallah. Mbona hamsemi mashaallah? Kwa nini mwakubali pauzwe bangi nje na mokoka tena mwakuta pepe wako mlangoni? Kwani sisi tunonyonge gani ambao si hatuwezi kumwambia DC na mkubwa wa polisi? Hawajasema wasakwenda kwa county commissioner, wasakwenda kwa CPD. Andikeni biashara zao. Mbona hawendi kwa Catholic kule na kuna watu wao? Hawendi kwa AC pale? Nje ya mlango wa msikiti. Kwanza unijibu vibaya au kunijibu vizuri. Haya, wewe umpotea. Sasa tutafuteni, andikeni, ule anaandika hiyo. Tunataka tuwe na delegate ya watu 20, wanawake 6, vijana 4 na wazee 10, tuende kwa county commissioner tukiwa na appointment. Haya, kitu kingine nacho sasa hicho. Kitu hicho nawaambia musikie, mkiwa mtafata mufati, mkatafata mtalala katika maboksi kama Nairobi. Haya, wajua county government wasongeza rate and rent, pesa zile za kulipia kiwanja wameongeza, wasongeza. Na udalo na nyumba hapa mjini, hata akiwa na miguu ana macho, mshikane mwende kwanza, mwende mkatizame kama viko katika system, kama viko katika, sije ukaongea jumba lako liko longoja litakuja kubebwa na, unafahamu? Na hata mkutano huo da nyinyi mnaotumana, hata mngetumana waziri Ngoima na Ngoima na Munira ngoja. Haya, tukutane nao. Wajua mimi na Munira na waziri na Ngoima, mimi niko mkubwa wao. Wajua ndiko ninavaa mkufu, na wajua ukivaa mkufu uitwa mstahiki mea. Mstahiki Waswahili tu ndo wanichezea mstahiki mea. Mimi ningeenda huyu mtoto na waziri mtoto wangu na Ngoima, ningeenda kule, mimi ndo nitaitwa mbele mstahiki mea. Njoo keti hapa, mstahiki mea, keti hapa. Wasemaje? Niwaambie mkanza la sasa mmemtia ketini hapa. Tuko pamoja? Watu hawa msiwe na hofu, na Munira usiwe na hofu. Umewakabidhi chama kwa niaba ya chama, usiwe katika hofu. Unasikia? Na waziri vile Ngoima tulimpa kura, mlikatamba mtoto mjukuu wenyu mkampa Ngoima. Shauri yanyu kule mtakao kwenda nicha nao. Lakini lazima twende tujue pesa hizi zimfika. Mimi yangu nilikuwa nalipa 10,000, nimekuta ndalipa 20,000. Bakari waweza, Alima Mnani naye hawezi. Atakwenda wendi, atakwenda nyumbani, wendi nyumbani. Sasa kina mama mnsikia vile nawaambia, na vile Munira alikuwa sijui kama umwambia habari yule msichana village administrator apitia watu hawasomeshe, mwende mkachukue pesa hawa. Munira wapitisha pesa na kuleza pitisha watu wengine tu, pitisha watu wengine.
Sasa ndugu zangu, mambo ya historics kidogo mwanisikia. Sasa mngetaka siku nyingine tutakutana tuzungumze, na mambo mengi na watu wana roho nzuri.